Wizara ya Ulinzi ya Marekani imetangaza kuanza rasmi mpango mpya wa afya utakaowahusisha wanajeshi wote wenye umri wa miaka 30 na zaidi kufanyiwa uchunguzi wa kiwango cha homoni ya testosterone kama sehemu ya vipimo vyao vya afya vya kila mwaka. Hatua hiyo inalenga kubaini mapema wanajeshi wenye upungufu wa homoni hiyo ili waweze kupata matibabu yanayofaa na kuendelea kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi. Waziri wa Ulinzi wa Marekani alitangaza uamuzi huo kupitia ujumbe wa video aliochapisha kwenye mtandao wa X, akisema kuwa afya ya wanajeshi ni msingi muhimu wa utayari wa jeshi. Kuhakikisha kiwango cha testosterone kinabaki katika viwango vinavyofaa ni sehemu ya kuboresha huduma za afya kwa askari. Kwa mujibu wa mpango huo, wanajeshi wote walio katika utumishi wa moja kwa moja pamoja na wanajeshi wa akiba wenye umri wa miaka 30 na zaidi watafanyiwa vipimo hivyo kwa lazima kama sehemu ya uchunguzi wao wa afya ya kila mwaka. Wanajeshi watakaobainika kuwa na kiwango cha chini cha testosterone watapewa nafasi ya hiari ya kuanza matibabu ya kuongeza homoni hiyo chini ya usimamizi wa wataalamu wa afya. Kwa wanajeshi walio chini ya umri wa miaka 30, vipimo hivyo havitakuwa vya lazima. Badala yake, wataruhusiwa kuvifanya kwa hiari ikiwa watahitaji kufahamu hali yao ya kiafya au ikiwa wataonyesha dalili zinazohusisha na upungufu wa testosterone. Testosterone ni homoni muhimu inayozalishwa zaidi kwa wanaume, ingawa wanawake pia huzalisha kiasi kidogo. Homoni hiyo ina mchango mkubwa katika kujenga nguvu ya misuli, kuongeza uimara wa mifupa, uzalishaji wa chembe za damu, nguvu za mwili na uwezo wa kufanya mazoezi na hali ya kawaida ya nguvu na uchangamfu. Kadri umri unavyoongezeka, kiwango cha homoni hiyo hupungua kwa baadhi ya watu, jambo ambalo linaweza kusababisha uchovu wa mara kwa mara, kupungua kwa nguvu za misuli, kupungua kwa ari ya kufanya kazi na matatizo mengine ya kiafya. Waziri huyo alisema lengo la mpango huo si kuwafanya wanajeshi wawe na uwezo usio wa kawaida, bali kuhakikisha wanapata huduma bora za afya zinazotegemea ushahidi wa kitabibu. Alisisitiza kuwa wanajeshi wanapaswa kuwa katika hali ya ubora ya kiafya ili wawe tayari kukabiliana na changamoto za kijeshi kwa wakati wote. Tunawajibika kuwapatia wanajeshi wetu huduma bora zaidi za afya duniani. Kulinda afya yao ya muda mrefu kunamaanisha kuhakikisha wanabaki imara, wenye uwezo wa kukabiliana na changamoto na utayari wa kutekeleza majukumu yao, si tu katika operesheni zinazofuata, bali pia baada ya kustaafu utumishi wa kijeshi, alisema waziri huyo. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.